Hemofilia ni ugonjwa adimu wa kurithi unaopelekea damu kushindwa kuganda vizuri kwa sababu ya upungufu wa protini maalum za kugandisha damu zinaposhindwa kufanya kazi. Hali hii humpelekea mgonjwa kuvuja damu kwa muda mrefu baada ya kupata jeraha au kufanyiwa upasuaji. Dalili zingine za hemofilia ni kuvuja damu ndani ya viungo kama magoti, viwiko na hata ndani ya ubongo. Damu kutoka puani bila sababu, huku wengi wao wakiishia kuwa na ulemavu wa kudumu na hata kupoteza maisha kwa sababu ya elimu duni juu ya ugonjwa huu. Fanyiwa tohara, damu zilitoka kwa muda mrefu sana. Tohara hii nilifanyiwa nikiwa mkoani Mbeya. Kwa kipindi hicho ugonjwa wa hemofilia ulikuwa bado haujajulikana. Nimepata changamoto kutokana na ugonjwa wa hemofilia. Changamoto mojawapo imesababisha kupata ulemavu wa kudumu. Dawa za hemofilia zina gharama. Kwa mgonjwa mmoja kwa mwaka anatumia takribani milioni 250. Kwa mfano kama mimi hapa naweza nikachoma ile dozi tu ya kunisaidia nipate unafuu, naweza nikatumia milioni 4.5. Lakini kwa nini matibabu ya hemofilia ni ya ghali namna hii? Lakini kwa sasa hivi tunatoa dawa kwa wale ambao kwenye hatari ya kupata madhara makubwa ya ugonjwa wa hemofilia. Kwa mfano kama alishaiga kupata amebleed kwenye kichwa au labda ana ugonjwa mkali, tunasema ana severe hemofilia, pasenti yake ikiwa chini ya 1%. Kwa sababu kikawaida ni kuanzia 40 mpaka 150 ya hizo protini. Kwa hiyo akiwa na chini ya 1%, na maana zile dalili zake kuna wengine zinakuwa ni kali. Kwa hiyo hao tunakuwa tunaweka kwenye matibabu ya kuwachoma dawa kila baada ya siku 3. Kwa hiyo anatumia kwa maisha yake yote mpaka. Wagonjwa hawa wa hemofilia nchini Tanzania wanapata ufadhili wa matibabu kutoka katika chama cha hemofilia duniani, na sasa wanaiomba serikali kubeba jukumu la moja kwa moja kwa kuwapa huduma ya uchunguzi na dawa kufuatia hofu ya wahisani kujiondoa kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo kwa kushirikiana na serikali tunaamini jambo hili litaenda vizuri. Sasa wabunge kama pia ni sehemu, kama nilivyosema, sehemu ya kuishauri serikali. Tumeongea na kamati ya huduma za afya na ukimwi hapa kuona jinsi gani basi wanao watatusaidia kuishauri serikali katika namna bora ya kuboresha mfumo mzima wa utambuzi na matibabu. Tuna wagonjwa wapatao 600 kwa sasa ambao wametambuliwa, lakini kulingana na takwimu za Shirika la Afya Duniani inaaminika kwamba kila watu 10,000 kuna mgonjwa mmoja ana hemofilia.